Kwa namna vijana wamekutana na super mnyanyuo aka babu kubwa, basi baba Karobo kupona kwake ni mpaka kuitoa kafara ya mama yake. Najua umestuka na kujiuliza kwai. Well, ipo hivi. Pasa na rafiki yake wamesema msitu wenye dawa hauingiliki kizembe kama jinsi ambavyo tumeona vijana kimewaramba. Na hapa mwishoni Pasa amesema kupona kwa baba Karobo lazima achinje ili wapate utajiri na nguvu. Halafu katika hatua hiyo waweze kuingia kwenye msitu wakiwa na nguvu imara na kuchukua dawa. Je, kwa mafikirio na akili yako ya haraka haraka, uwezekano wa Pasa kuipata dawa hiyo kama wakimforce baba Karobo kumtoa kafara mama yake upo? Na kwa kukuibia siri, kuna mtu mmoja anajua namna ya kuingia ndani ya msitu huo. Je, wajua ni nani? Perfect. Kabla hujajipatia majibu kwa head, kwa wale wote ambao wanaafikiana na mimi kuwa baba Karobo kupona kwake anahitaji msaada wa Mungu zaidi ya msaada wa njia potofu ama za kishetani, licha ya kuwa anaonekana kugubikwa na ulinzi fulani hivi, thus vijana wameona kindoo walipotaka kumkamata. Bila kusahau kwa wale wote ambao wanataka kufahamu huyo mwenye uwezo wa kuingia ndani ya msitu wa kali na kuipata hiyo dawa pasipo shida ni nani? Well, make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika, then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Kisha andika komenti yako ukimsii baba Karobo aamini katika Mungu, yote yanawezekana na atapata kutembea na anaweza kuwa na afya bora pia. And kwa wale ambao wanafuatilia taarifa hizi kutoka TikTok, video nzima ipo mjini YouTube kwenye account Techbox Media. Baada ya kusema hayo, Timothy, piga pafu moja la break, kisha tuanze mchakato kwa kina. Licha ya kuwa hawa vijana wamekutana na balaa zito, mara baada ya kutoka hapa lazima waende kwa boss Mr. Nyuki Kiparangoto wamweleze namna kazi ilikuwa ngumu, lakini waliahidiwa pesa. Je, upotevu wa muda wao, kwa sababu we say time is money. Je, muda ambao wameupoteza kwa umoja walionao watu watatu wanaweza kukubali kupoteza pesa kwa namna ambavyo kimewaramba? Binafsi hapa nimewaza kuna mambo matatu. Moja, wanaweza kurudisha taarifa kuwa mambo ipo ngumu na Mr. Nyuki Kiparangoto akawasili kwa baba Karobo na kumjuza kuwa hali ni tete, msitu hauingiliki, na hawa vijana pesa ikawapita. Lakini pili, kwa namna wanauchu na pesa, wanaweza jipanga kutafuta dawa fulani mbadala wa hiyo ambayo wameipata ili wapate pesa ya haraka haraka kwa namna ya udanganyifu. Tatu, baba Karobo na Mr. Nyuki Kiparangoto kutafuta namna ya kusaka kundi jingine walau wanusuru hali yake, japokuwa wazo hili usipatie nafasi kubwa sana, kwa sababu inawezekana Mr. Nyuki Kiparangoto akakata tamaa ya kumsaidia baba Karobo na mambo bado yakawa magumu kwa upande wa baba Karobo. Muda huo hawa walioshindwa kumkamata baba Karobo, sawa, taarifa zarudi kwa bosi kwamba kazi ni ngumu, tukitaka kumkamata tunaona kindoo, si ndivyo? Na hapa pia kuna mambo mawili. Moja, bosi kuambia siamini katika hilo, tuendeni nikaone na mimi kwa mbali ili nijue je ni kweli ama kuna ukweli wowote katika hilo, ama akawafukuza na kuambia mmeshindwa kazi. Hivyo lazima wanaweza kuandaa mpango mkakati mwingine ili kuweza kumnasa baba Karobo, ila shida ipo hapa. Kama plani ya kumkamata imeshindikana, je, dawa hiyo wanaweza kuipata kama wakiahidi kuforgive jambo hilo ambalo wanahitaji kulifanya? Wataingiaje katika msitu mnene, msitu mzito, msitu wa kali ingawa hawana kinga katika msitu? Labda watashauriana watafute kinga waingie ili wafanye mchakato, japo utata ni mzito. Je, ni upi anaweza kuingia katika msitu huo? Japokuwa hakusema kwamba ni msitu wa kale, alisema tu huo ni msitu ni mzito. Hapa na kurejesha nyuma kidogo, Karobo aliongea na Umar na akaambiwa kuwa kuna njia moja ya kuweza kutatua changamoto za mtu ambaye amerogwa na mtu ambaye ana changamoto za magonjwa atapona punde akiweza kuingia katika msitu huo na kupata dawa fulani kisha akapewa, si ndivyo? Lakini katika hilo lipo swali, mpaka Umar akumbukwe na kutoa njia ya msaada kwa maelezo nyofu, itakuwaje? Well, ipo hivi. Kuna uwezekano mkubwa kama taarifa za mapambano hafifu ya wale vijana waliotumwa kwenda kutafuta dawa zikamfikia Karobo na akakumbuka kuwa kuna rafiki yake anaitwa Omari alisema anaweza kumpeleka kwenye msitu kupata dawa ya kupona kwa mtu yeyote. Na kwa kuwa baba Karobo anahitaji msaada, hana budi kujaribu panapo msaada. Hivyo anaweza liafiki wazo la Karobo na kumuomba akamuite Omari kisha azungumze. Lakini bado kuna namna nawaza. Unajua Kisoda ndiye alitoa huo mchoro wa dawa ya usakula.
Sasa kushindwa kwa hawa vijana kunaweza kuwa udhaifu wa maneno ya Kichupa au itakuwaje? Na kama ni udhaifu wake, kwa nini Kisoda alimwambia Karobo kuwa baba yake atapona? Kwani Mr. Nyuki Kiparangoto alienda kutafuta dawa? Hujahisi kama Kichupa anaweza limudu jambo hilo? Anyway, yajayo ni mazito sana. Tukiwa tumefahamu kuwa Fashion na mke wake changamoto zao zimefahamika na zinaweza kutatulika na hatimaye kuongeza nguvu za kupambana na haki ya baba Karobo. Huku kwa Remi akiwa tayari ameshampata mtu wa kumsaidia, lakini mbona kama hataki kuolewa na Mr. Rahasa? Binafsi nimewaza kuwa kuna uwezekano wa Remi kukubali kuolewa na Mr. Rahasa kwa shinikizo la mama yake kupata kupona kwa msaada wa kifedha na mengine mengi, even hata kwa kumwambia kwamba hivi, kwa mfano, mimi mama yako nimepona. Je, utarejea katika hizo tabia zako za kujiuza? Ikawa ngumu kwa upande wa Remi na hatimaye akakubali kuolewa na Mr. Rahasa. So kabla tuzame kwa segment yetu ya mwisho, kwanza ni kujuza dhumuni la sauti yangu pamoja na video hii. Karibu Kibox Media, I'm Timothy. Video hii itakujuza mambo yafuatayo: 1, analysis ya matukio ambayo huenda yakaja kutokea kwenye next video. 2, itakujuza kuhusu mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii kwa niaba ya wengine. Lakini 3, ikiwezekana nitakupasha habari juu ya jumbe kadhaa zinazoakisi uhalisia wa maisha yaliyopo kwenye jamii zetu kupitia matukio yaliyopo kwenye series. Hivyo nifuatilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kunielewa zaidi na kunoleka ubongo kuhusu analytical review kutoka hapa Kibox Media. Bila hivyo, nina hakika unaweza kupata kwa kasi kidogo, but Timothy nipo hapa, usiwaze. Nitaunoa ubongo wako vizuri mpaka uelewe. Na sasa tuende kazi. Segment yetu ya mwisho itahusu mambo niliyoyapenda na yale ambayo sijayapenda kulingana na impressive events zilizopo ndani ya video hii. Kwanza, Sonia aka mke wa baba Karobo bado ananikera sana. Anatafuta sababu za kijingajinga. Siapike tuone namna atatoa bokoboko. Kuongea anaweza kupika. Pili, nimefurahi namna mipango ya wetekaji wa baba Karobo imefeli, lakini katika hilo nipo na swali. Hizi nguvu ambazo zinamlinda baba Karobo ni nguvu za mzimu au ni nguvu gani? Na huo mzimu kwa nini usitokee na kumsaidia? Kama ni mchawi mwekundu ndiye anayehusika katika hili? 3, nimeumia sana baada ya vijana kuonekana wamekumbana na mazito kwenye msitu wakiwa katika harakati za kutafuta dawa ya usakula. Hakika kupona kwa baba Karobo bado ni kugumu sana jamani. Finally, nikapenda namna Fashion na mke wake Kizibo wamepatana kwa kila mmoja kueleza kile ambacho kinamsumbua. Muda huo afya ya mama Remi inapata kuimarika hivi karibuni, na kama akapona kweli, basi tunaweza tukaamini kwamba Kichupa au Kisoda yupo na msaada fulani muhimu. Kwa hilo tunaweza kumwamini zaidi kupita kawaida. Hebu niambie, baba Karobo afanyaje kwa sasa? Analiko kukosa msaada ama ni muda rafiki wa kumkimbilia Mungu? Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Make sure na like video hii, kisha unafinya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika. Then una turn on notification bell kupata info kwa kina na kwa muda mwafaka. Timothy nipo hapa. Drop comment yako yenye maoni stahiki. Wanafamilia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi, zingatia matumizi sahihi ya lugha fasaha Kiswahili, maana ukiandika comments yenye misamiati tata haisomeki, haieleweki na kwa sio vyema wakati sehemu ya edit ipo. Basi edit comment yako ing'ae, la sivyo kama comment yako itakuwa kama kamsimu, basi inaweza kuwa sio bora zaidi kwa sababu haitasomwa na kuleta malengo kwenye tasnia. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.